Chuo cha Benki Kuu ya Tanzania BOT kwa kushirikiana na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP leo hii kimehitimisha mafunzo kwa jengea uwezo vijana 78 wanajihusisha na kilimo biashara kuwa wataalamu wa elimu ya fedha. Vijana hao waliotoka katika mikoa ya Dodoma, Arusha, Singida, Manyara na Morogoro wamepata mafunzo hayo katika chuo cha BOT jijini Arusha. Dr. Nika Siabu, mkuu wa chuo cha Benki Kuu Tanzania, hapa anaeleza malengo ya mafunzo hayo. Naitwa Dr. Nika Siabu, ni mkuu wa chuo cha Benki Kuu. Tumekuwa takriban wiki mbili na vijana ambao wamefadhiliwa na Shirika la Chakula Duniani kwa ajili ya kupata elimu ya fedha, na hao vijana tumewafundisha ili wawe kama walimu na kwenda kuifundisha jamii inayowazunguka, hasa wakulima na wafugaji, lakini pia na wafanyabiashara wadogo wadogo walioko maeneo yao. Na tumejitahidi kuwaeleza na kuwafundisha namna ya kwanza kutafuta kipato halali kwa njia halali, na hata ukila ile pesa unasema kweli ni pesa yangu halali nimepata. Lakini pili, tumefundisha namna ya kutunza akiba. Tumeeleza namna ya kubana matumizi vizuri na kutunza akiba na hatimaye kwa ajili ya uwekezaji. Kwa hiyo tumewafundisha njia mbalimbali za kuweka akiba, lakini pia tumewafundisha njia mbalimbali za kuwekeza, kwa sababu leo wana nguvu, kesho inawezekana nguvu hazipo, au leo ni mzima, kesho sio mzima, lakini wengine wana familia. Kwa hiyo lazima jue namna kuwekeza, hata kiondoka duniani basi familia yake iko vizuri. Kwa hiyo tumefundishana namna ya kutunza fedha vizuri na namna ya kuiwekeza vizuri ili uweze kumzalishia vizuri zaidi na hatimaye aweze kufurahia maisha yake. Vijana wangapi mmewafundisha? Tulikuwa na vijana 78. Tulikuwa na vijana 78 ambao wametoka mikoa ya Arusha, mikoa ya Dodoma, mikoa ya Singida, mikoa ya Morogoro na Manyara. Na itakuwa programu endelevu au? Ni programu ilikuwa ni ya wiki mbili, na kwa sasa hivi kwa sasa tumewapa mafunzo ya elimu ya fedha. Sasa tunawaachia warudi kwao, alafu baadaye wenzetu watapita kuangalia kama kweli wamefanya tulichokubaliana, kwenda kufundisha jamii kuhusu elimu ya fedha. Kwa hiyo kila mtu atatoa hesabu amefundisha wangapi, ili tuweze, na lengo ni kuhakikisha kwamba kila mtu anajumuishwa kwenye shughuli za kiuchumi, lakini pia katika harakati za kuwekeza. Labda uwezeshaji. Elimu ya fedha tunaifundisha kwa kutumia walimu mbalimbali. Tuna walimu wanaotoka Benki Kuu, lakini tuna walimu ambao wanatoka kwenye nyanja mbalimbali. Kwa mfano, tuna walimu tumewachukua kutoka wa UTT AMIS, ule mfuko wa uwekezaji wa serikali. Pia tuna walimu tumewachukua kutoka bima, ili wajue namna ya kuweka hata bima ya mazao, bima ya wanyama na bima ya vitu mbalimbali ambavyo wanakuwa wanazalisha. Lakini pia tumewatafuta watu kutoka kwenye mabenki ili kuwaonyesha fursa zilizopo za kukopa, lakini waweze kukopa kwa makini na kuhakikisha kwamba wanarejesha ile mikopo. Naitwa Bridget Limo, ni afisa habari kutoka WFP Tanzania. Siku ya leo tumekuja katika graduation ya the program ya Certified Financial Educators ambayo iko chini ya WFP na ikiendeshwa na Bank of Tanzania. Mradi wa vijana kilimo biashara umekuwa supported na Mastercard Foundation, ambayo lengo kuu la mradi ni kuhakikisha vijana wanapata dignified work, wanapata ajira, wanapata mafunzo ya ujasiriamali, jinsi ya kukua katika biashara katika sekta ya kilimo. Kwa hiyo hii program ya Certified Financial Educators inaendelea kusaidia vijana katika hii program yetu kuwa jasiri sana katika mambo ya kifedha, kujua jinsi ya kupangilia budget, kujua jinsi ya kufanya saving, ili waendelee kuimarika na warudishe sasa hii elimu waliopata katika community zao kwa vijana wenzao. Asante. Mpaka sasa mmefikia vijana wangapi kwenye mradi huu? Okay. Mradi umeanza 2023 na so far tumefikia vijana 77
katika mikoa 8 Tanzania, na ni program ambayo kama nilivyosema imekuwa supported na Mastercard Foundation. Mzizi Rashidi ni mnufaika wa mafunzo hayo kutoka mkoa wa Morogoro. Mzizi Rashidi natokea mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilosa. Leo nimefurahi ndio tumeweza kuhitimu mafunzo ya elimu ya fedha hapa Benki Kuu ya Tanzania Arusha. Sisi kama vijana tumepata mafunzo haya, kwanza kwetu imekuwa ni fursa kwa sababu ni mara chache vijana wengi hawapati elimu kama hii ya ujuzi wa elimu ya fedha na usimamizi wa bajeti kwenye masuala mazima ya usimamizi wa fedha. Lakini pia sisi kama vijana baada ya kupata mafunzo haya, jukumu letu sasa ni kupeleka elimu hasa kwenye vijana ambao wanajishughulisha na masuala ya kilimo, lakini pia na mnyororo wa thamani. Kwa upande wetu tumefurahi, lakini pia tumechukua kama ni kazi, sio tu fursa, bali pia tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba kila kijana kutoka maeneo tuliotoka wanafikiwa na hii elimu, lakini pia inatusaidia kuanzia sisi pamoja na jamii ambazo tunafanya nazo kazi kutoka mikoa tofauti tofauti. Lakini kipekee kabisa tuwashukuru WFP kwa kutuwezesha kupata mafunzo haya, lakini pia kutoka taasisi mbalimbali. Mimi natokea Nafaka Kilimo, tuwashukuru, lakini pia tuwashukuru uongozi wa Benki Kuu kwa kutuamini na kuamini kwamba vijana tunaweza, na kuona kwamba kuna gap ambayo ilikuwepo kabla kwa vijana, lakini wameona kwamba sisi kama vijana kutugia elimu ni kitu kingine zaidi. Kwa pia tunawashukuru sana na tunawaahidi kwamba tunaenda kufanya kazi, lakini pia si tu kufanya kazi bali kuona matokeo chanya yatakayotokea kwenye jamii zetu. Labda professional yako ilikuwa ni ipi, na haya masomo au mafunzo yanaendaje kuongeza kile ambacho ulikuwa nacho kama taaluma yako kabla ya haya? Asante. Mimi ni mkulima ambaye najishughulisha na mazao ya horticulture. Kwa mafunzo haya pia yamenisaidia kuhakikisha kwamba mimi si tu mkulima bali ni mtu mwingine ambaye nina nafasi kubwa sana kwenye jamii yangu. Kwa mafunzo haya yamenisaidia nisione kwamba kilimo ni adhabu, bali nione kwamba kilimo ni fursa, kwamba kilimo nikafanye kilimo biashara, nisifanye tu kilimo cha kurithi au cha mazoea. Mimi nikafanye kilimo biashara ambacho kitanisaidia mimi kuingia sasa kwenye uaniwai wa fedha ambao nitakuwa nafanya mimi, anafanya kijana mwingine, anafanya na mtu mwingine, tunatengeneza ule mzunguko wa fedha lakini kupitia njia ya kilimo. Mwisho kabisa, mtaji inaonekana kama ni changamoto kwenye wa vijana kujiajiri na kuanza kufanya shughuli zao. Kupitia hayo mafunzo umejifunza nini kuhusiana na issue ya mtaji? Ni kweli mtaji ni changamoto, lakini kwa mafunzo haya tulipojifunza ni kwamba tunapata mitaji sio tu kwa mtu mmoja mmoja. Tumejifunza njia tofauti tofauti ambazo tuna uwezo kukaa kwenye ushirika, tunaweza tukahamasisha vijana asikae peke yake, asikae na ndoto zake peke yake, tushirikishane, tuunde umoja, tufanye kazi kwa pamoja. Kwenye umoja ndio kuna vitu vingi. Kwa kwenye mafunzo haya tumejifunza kwamba tusibaki tu ndani, yani vijana wasibaki tu ndani akiamini kwamba mimi siwezi. Atoke shirikishane na mwenzie na mwingine, tuna uwezo wa kupata mitaji. Tumejifunza pia kwamba serikali ina urahisi zaidi wa kutufikia hata tunapokuwa tuko wengi, sio tu mmoja. Tunapokuwa zaidi ya watu 5 na kuendelea, serikali ni rahisi sana kuweka mkono wake hapo. Kwa kwenye swala zima la mitaji, sisi hapa tuliopata mafunzo tunatakiwa twende tukahamasishe wenzetu huko kwamba tusikae kila mmoja peke yake. Mitaji ipo, lakini ni namna gani itatufikia ni sisi kufanya kazi na kusema tuna nia gani na kusema tuna ndoto gani. Viongozi wetu wao jukumu lao ni kuhakikisha kwamba sisi tunatimiza ndoto zetu, lakini pasipo sisi kuwaambia wao hawawezi kujua. Zaidi ya vijana 77,000 wamenufaika na mradi huo ulioanza mnamo mwaka 2023 ambapo umetekelezwa katika mikoa 8 ya Tanzania. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumba Le Babas. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.